limekuwa nje ya uwezo wetu, na alipangalo Mwenyezi Mungu huwezi kulipangua. Sisi wanadamu huwa tunapanga ratiba nyingi kwenye maisha yetu, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ndo anaipigia tiki, hii kubali, hii ikatae. Binafsi sikupenda mchezo kuahirishwa, lakini kwa mazingira ya uwanja ambapo ulikuwa uwanja umejaa maji. Yaani nilikuwa naona yule kamisa wa michezo ambavyo anafanya ile pitch feeling, anaugusa uwanja, yani maji yanafika kwenye ugoko. Maana yake kwa namna moja nyingine ulikuwa hakuna namna, lazima mchezo uahirishwe kwa sababu mpira hauwezi kudunda. Na sheria za uendeshaji wa mchezo, kama kutotokea hali ambayo itasababisha mpira kutokudunda, maana yake kuna lazima kiwanja hicho au mchezo huo kuahirishwa siku hiyo. Kwa kupitia kanuni hiyo ya uendeshaji wa mpira wa miguu, chini ya kanuni ya uendeshaji wa kamati ya uendeshaji wa mpira wa miguu chini ya kamati ya bodi ya ligi, wameweza kuamuru mchezo huo uweze kuahirishwa, utapangiwa siku nyingine. Kwa hiyo niwape pole mashabiki wote wa Simba ambao walisafiri kilomita nyingi kutoka Dar es Salaam. Kwanza walianzia Singida na wakatoka Singida wakaelekea Arusha kwenda kuitazama Simba yao kwa ajili ya kushangilia mchezo leo, na bahati mbaya au very sad enough, kutokana na hali ya hewa ya mvua ambazo zimenyesha Arusha, ambazo pia hata Dar es Salaam zimenyesha. Jana kama ulikuwa una ujalala fofofo, ulisikia mvua kubwa imenyesha Dar es Salaam. Mvua ambayo pia imeleta athari Dar es Salaam. Umeona? Yes, umeona paka barabara zilikuwa zipitiki kuanzia Mikocheni, Sam Nujoma, Mandela Road ilikuwa shida, Morogoro Road, hii maeneo ya Jangwani ilikuwa tatizo kutokana na mvua. Kwa mvua ambazo zimenyesha Arusha, hata Dar es Salaam pia zimenyesha. Kwa mazingira hayo au kwa muktadha huo, nimepelekewa kuahirishwa mechi. Sio jambo baya. Tusubirie bodi ya ligi tutapangia ratiba nyingine. Waliopo Arusha tunawapa pole. Tujiandae na mechi ya Simba na Pamba Jiji ambayo itakuwa tarehe 19 pale kuna uwanja wa CCM Kirumba. Ili swali nimeuliza wengi sana. Kuna wadau wengine, kwa sababu kila mtu ana sauti yake nasikika, wewe pia sauti yako inakwenda. Kuna mdau mwingine afahamu chochote zaidi, alikuja uwanjani. Mtu atauliza, sasa vipi kuhusu gharama zetu? Gharama za kulipia uwanjani? Kuna mtu shabiki ametoka Sumbawanga. Gharama za kulipia uwanjani, klabu hii ya Simba ni klabu ya wanachama. Na sisi ndio tumefanya klabu kufika hapa ilipo. Yaani wewe kuichangia 10,000 yako, 5,000 yako, unataka urudishiwe? Simba umesahau Simba kwenda Arusha, tumetumia ndege kwenda Singida, tumetumia usafiri kwenda Arusha, tumekaa kambi, gharama zote hizo Simba arudishwa nani? Kwa hiyo unakuwa wewe wanachama na shabiki umechangia timu yako mapato. Umeelewa? Na of course mechi ya leo gate collection ilikuwa sio ya Simba, ni ya TRA United. Kwa hiyo tuwashukuru wanachama na mashabiki wa Simba kuichangia klabu ya TRA, kwa sababu ni sehemu ya vilabu ambavyo inatakiwa vichangiwe kutokana na uchanga ambao wanao. Sitaji shabiki wa klabu ya mpira wa miguu ainuke leo aende kwa vyombo vya habari aanze kudai hela ya kiingilio. Tumeshapoteza. Nimesema kuna mwingine ajui anasema labda naomba niulize kwamba hakuna chochote tutakachofidiwa. Brother, mimi nimesafiri paka Kongo. Nimeenda paka Rwanda. Nimeenda paka ukanda wa Yunafu, nchi za Kiarabu. Nimeenda Kongo, nimeenda Marawi, nimeenda Angola, nimeenda Zambia kwa ajili ya Simba. Sijasafirishwa na Simba, ni kwa hela zangu mwenyewe naenda kwa ajili ya Simba. Maana sisi mashabiki na wanachama ndio tunatoa pesa kuisaidia klabu, ndio haki yetu hiyo. Kwa leo mechi kuahirishwa, mechi ya kwanza usilalamike. Mbona sisi tukulalamika mechi ya finali hapa Simba na CBK imeahirishwa na nilikuwa shakata tiketi VIP. Ukumbuke? Tukalipia kiingilio cha mara ya pili pale Zanzibar. Unakumbuka? Mbona sisi zakudai? Ni vitu vya kawaida. Sisi ni kawaida. Sisi zamani huko miaka hiyo tulianzisha tuzo ya man of the match wa mchezo. Wakati kipindi hicho timu yetu inapitia wakati mgumu wa kifedha. Tukawa tumeandaa 500,000, ilikuwa ni tuzo ya mashabiki. Kila mchezo tunachagua man of the match wa mchezo, tunampa 500,000. Unakumbuka? Ilikuwa ni sehemu ya kuwapa hamasa wachezaji. Ile pesa ilikuwa inachanga mashabiki, tunawapa wachezaji. Kwa hiyo usikasirike. Klabu imeingia hasara, sisi tumeingia hasara, wote ni 50-50, tusameane. Dr. hii imekaje? Inamiasiri vipi kwenye ratiba ya bodi ya ligi ukiangalia, lakini msimamo wa bodi ya ligi hii inaasiri vipi klabu ya Simba? Pengine kuahirishwa mchezo. Wala kuahirishwa mchezo wa leo haiathiri chochote kwa klabu ya Simba. Haiathiri chochote. Inaathiri nini sasa? Kwa sababu tumeshindwa kucheza leo kwa sababu ya mvua. Tumejiandaa kwa mechi sababu ya mvua. Huwezi kujua leo labda tungecheza mchezaji wetu mmoja angepata majeraha makubwa ambao ni mchezaji wetu muhimu. Unanielewa? Kwa hiyo Mungu ndio amepanga leo mechi sicheze, sio wanadamu. Sahihi. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wakia jambo zuri au baya linalotokea na maisha yako, sema alhamdulillah. Sahihi, wanasema kwa level tuliofikia ligi yetu
mechi iahirishwe kisa mvua ni vitu viwili tofauti. Vitu gani? Kwamba miundombinu ni mibovu na kimsingi mimi kama balozi wa bodi ya ligi nitoe na ushauri kwa mamlaka za kisoka, maana kwa TFF, bodi ya ligi, lakini pia kwa chama changu cha Mapinduzi ambacho ndio taasisi au chama ambacho kinamiliki viwanja vingi Tanzania. Hata hii Sheikh Abedi ni uwanja wa Chama cha Mapinduzi, right? Si mnajua? Maana nitoe ushauri au nitoe rai kwa katibu wangu wa chama, katibu mkuu Dr. Charles Migiro, kumuomba kwa nafasi ambayo anayo, anaweza viwanja hivi vikawa ni sehemu ya mradi wa kuingizia mapato chama chetu. Kwa hiyo wao kama chama wakae watengeneze bajeti ya kuja kuvirekebisha hivi viwanja, kuvitengenezea mazingira mazuri ya miundombinu ambavyo vitatumika kama sehemu ya mapato ya chama, ili visaidie chama, lakini visaidie si mpira vilabu vinavyocheza shiriki ligi kuu, hasa sisi Simba na Yanga ambao tunatumia viwanja hivi. Ukizungumzia CCM Kambarage cha pale ya Shinyanga ni CCM wamiliki. CCM Mkwakwani ni CCM ndio tunamiliki. Ukizungumzia Pamba pale CCM Kirumba ni Chama cha Mapinduzi ndio tunamiliki. Jamhuri ya Dodoma ni CCM. Ukizungumzia CCM Liti ni Chama cha Mapinduzi. Ukizungumzia kule Sokoine ni Chama cha Mapinduzi. Maana yake chama Ali Hassan Mwinyi Tabora CCM. Kwa chama chetu cha Mapinduzi kupitia katibu mkuu, nitumie nafasi hii kumuomba katibu mkuu wa CCM wa chama chetu Dr. Charles Migiro aweze kukaa yeye na management yake, waone haja ya kutengeneza bajeti ili watutengenezee hivi viwanja, watuboreshe miundombinu viwe bora, ili tuepukane adha kama hii ambayo imetokea leo. Na sio tu hapa leo, unaona uwanja wa Sokoine, kumbukumbu Sokoine umefungiwa. Mechi ya Prison na Yanga ilipaswa icheze pale ili itoe fursa kwa Prison kucheza nyumbani kwake, lakini haikuwa hivyo. Yanga na Prison wamechezea wapi? Dodoma. Kwa hiyo kama Chama cha Mapinduzi ambao ni wamiliki viwanja hivi wakitusaidia kutuboreshea miundombinu, itasaidia kurahisisha mpira wa Tanzania kuchezwa na kuhamasisha pia michezo, lakini pia kuibua vipaji, lakini pia ni fursa kiuchumi kwenye soka la Tanzania kupitia viwanja hivi. Kwa hiyo huo ni shauri wangu kwenda kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi viwanja vyao vina miundo ya kizamani. Ni kweli, ndio maana nimesema natoa ushauri au natoa rai au namuomba Dr. Charles Migiro ambaye ni katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi aweze kukaa yeye na uongozi wake, aone namna gani ambavyo anaweza akafanya kwa nafasi ambayo anayo, aandae bajeti ya kuvirekebisha, kufanyia maboresho hivi viwanja vyetu ambavyo tunavitumia kwenye ligi kuu, kwa sababu viwanja vyote Tanzania bara vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama vinamilikiwa Chama cha Mapinduzi, mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni Dr. Charles Migiro ambaye ndio katibu mkuu. Kwa hiyo mimi kama mdau wa soka na kama mwana CCM ambaye na declare interest kwa chama changu, ninamuomba Dr. Charles Migiro atusaidie kutuboreshea miundombinu ya viwanja hivi ili mechi au ligi kuu Tanzania bara ichezwe katika mazingira mazuri ambayo ni rafiki kwa kila mmoja wapo.